Okay, mambo vipi? Ninaamini kabisa uko vizuri. Once again, kila kitu naamini kiko vizuri katika wakati wake. Sasa nimeendelea kudurusu huku na huku na nikaona si mbaya niungane na watu wengine kutoa ushauri wangu kwenye hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu hapa tulipofika si eneo zuri sana kisoka, ni eneo baya sana. Tunahitaji kupata watu ambao kusema la ukweli wanaweza wakatoa taarifa na kila mmoja akaisikiliza hiyo taarifa na kuipokea kwa mikono miwili pasipo kuleta mgawanyiko wowote katika soka la Tanzania. Ninadhani kuna kila sababu ya kuongea na rais wa TFF kufanya maamuzi magumu sana katika mpira wetu, kwa sababu hali si nzuri, hali haifurahishi. Kila mmoja anajaribu kuzungumza jambo lake ambalo kusema la ukweli halinipi mwangaza mzuri wa huko tunakoenda. Unaweza ona msimamo wa Young Africans ambavyo ulivyo, lakini bodi ya ligi kuu Tanzania bara wanachokifanya. Lakini nadhani TFF kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara wana kila sababu sasa ya kujaribu kutazama ile swala katika muktadha mwingine tofauti. Kivipi? Kwanza kuitisha mkutano wa dharura kuzungumza ile swala katika muktadha mwingine tofauti, wa kusema boriti kwenye jicho la mwenzie angali ana kibanzi kwenye jicho lake. Undo wakati wake kujaribu kuangalia ni namna gani wanaweza wakaondoa hii sintofahamu ambayo inaendelea katika mpira wetu, kwa sababu pasi kufanya hivyo tunaendelea kupeana zigo zito sana kulibeba baadaye. Nadhani tunahitaji kuona kitu kama hicho kikitokea. Yani tuone kikao cha dharura kinachowaitisha hawa watu wakae sehemu moja wazungumze, kwa sababu pamoja na kwamba kuna taarifa ya watu kujiuzulu, bado unaweza sikia msimamo wa Young Africans kama nilivyokueleza hapo awali ni ule kwamba wao wako tayari kucheza mchezo huu na vitu kama hivyo. So kuna kila sababu ambao mimi nadhani inabidi Young Africans, TFF chini ya Wallace Karia kuitisha kikao cha dharura, lakini pia kufanya kikao kingine na bodi ya ligi kuu Tanzania bara na washikadau wa mpira kama serikali, ili bodi ya ligi kuu Tanzania bara ijaribu kujitafakari katika hili, na kama itaona itoshei ni kheri wao wageuke paka aliyejifunga yeye mwenyewe kengele, kwa sababu tunaweza tukawa tunatafuta nani wa kumfunga paka kengele ile hali hata paka afurahii kinachoendelea. Sasa ninadhani ni sawa mtu mmoja kukaa chini na kusema you know what, mimi naamua kujifunga paka kengele. Kuna ushauri ambao jana waziri aliyewahi kwa waziri wa maliasili na utalii, shabiki kindaki wa klabu ya Simba, aliandika vitu vizuri sana ambavyo nadhani vinahitaji kupigiliwa mstari na kutafakuriwa kwa upana. Anasema tunaelekea kwenye Kariakoo Derby tarehe 15 Juni mwaka 2025, lakini hali ya mgogoro kati ya Yanga na TFF imefika kiwango cha hatari. Yanga wametangaza kutocheza mechi hiyo wakidai kunyanyaswa na TFF, na Simba wanajipanga kushiriki. Ikitokea TFF akampa Simba ushindi wa mezani, Simba akawa bingwa alafu Yanga akaadhibiwa, taifa litaingia kwenye sintofahamu kubwa. Inaweza kusababisha vurugu za mashabiki, maandamano, migomo, hata usalama wa raia kutishiwa. Tulipofikia mgogoro wa Yanga na Simba, TFF na bodi ya ligi sio kupuuza, aswa kwa kuzingatia ni mwaka uchaguzi. Ni lazima iingilie kati kuleta usuluhishi wa kudumisha amani na ustawi wa michezo nchini. Kwa nini? Anasema sheria baraza la michezo Tanzania Sports Council Act sura 105 kifungu cha 4 ibara ya kwanza inasema serikali inaweza kuingilia masuala ya michezo pale inapohitajika kulinda amani, utulivu na usalama wa taifa. So serikali inaweza ikatoa tamko kwenye hili, na sometimes pia unaielewa serikali. Kuna na serikali na yenyewe na ngori zake. Wakati ambapo unataka serikali ingilie kwenye baadhi ya mambo, ndo wakati ambao wanakimbizana na Askofu Gwajima ambaye naye ana vitu vyake. So serikali inawezekana sometimes ina vitu vingi vya kushughulikia, so wanaangalia kipaumbele cha kushughulikia migogoro katika taifa kwa sasa ni kipi. Lakini akasema kanuni za TFF status mwaka 2022, status 2022 kifungu cha 3 ibara C inasema TFF inatakiwa kuhakikisha haki, usawa na uwazi kwa vilabu vyote nchini chini ya usimamizi wake. Kifungu cha 73, migogoro inapaswa kutatuliwa kwa haki kwa mujibu wa sheria za mpira, lakini bila upendeleo na vitisho. Ndio maana nikasema rais TFF ana haki ya kuitisha kikao cha dharura ili kwa ajili ya kuondoa hii issue ya kudhani kwamba kuna mtu anapendelewa,
lakini pia kuondoa haya masuala ya kutishiana, hatuchezi, hatufanye nini. Lakini FIFA article 14 na 19 inapinga serikali kuingilia moja kwa moja uendeshaji wa vyama vya mpira, lakini hairuhusu ukiukwaji wa haki za msingi za klabu ama mashabiki. Serikali inaruhusiwa kuhakikisha haki na usalama vinazingatiwa kwa kiasi kikubwa. So huko tunakoelekea unaweza ukaona haki inawezekana isizingatiwe na usalama unaweza usiwe ni mkubwa sana. Na in fact Kaimbo Imanda alisema zile tiketi ambazo zilitumika tarehe 10 ambazo ilibidi zitumike tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 ndio hizo zitakazotumika tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2023. Lakini kumbuka huku nyuma kuna watu ambao wanaanikiza hatucheze. So kwenye muktadha wa namna hiyo wala watakaenda uwanjani watakuwa salama kwa kiasi gani? Hawatoleta vurugu kwa namna gani? Lazima haya yote tuweze kuyajadili kwa kina ili tuweze kupata majibu yaliyo sahihi. Lakini anasema hatua serikali haitakuwa kuingilia mpira moja kwa moja, bali itakuwa ni kuitisha mazungumzo ya pande zote, Yanga na Simba, TFF na bodi ya ligi, kuweka meza ya maridhiano kupitia baraza la michezo, kuangalia kama kweli kuna dhuluma, ukiukwaji wa haki za kikanuni. Tunapenda mpira lakini hatupendi dhuluma, tunataka haki na amani vitangulie. Serikali tunaomba ingilie kwa haraka, isaidie TFF kupata suluhu ya haki, itulize hisia za mamilioni ya mashabiki, isaidie kudhibiti mvutano kabla hujageuka machafuko ya kitaifa, ikizingatiwa huu ni mwaka wa uchaguzi. Akamalizia kusema mpira ni furaha na si chanzo cha migogoro. Kusema la ukweli, nimepita kwenye komenti za Watanzania, nimemwona rafiki yangu Mkazuzu anasema kama tunataka busara ni lini kanuni zitafuata? Tukiendelea kuogopa kuadhibiana, tusifosi matumizi ya kanuni, atuelewi tunataka nini. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Peter Mabere anasema tatizo kwenye hashtag umeweka nguvu moja alafu ukaweka daima mbele nyuma mwiko, kwa hicho ulichokisema hatuchezi. Lakini nimeona mwingine anasema mbona mnawabembeleza sana Yanga, wacheni wagome, hakuna kuandamana, mpira unaongozwa na FIFA, watafungiwa wao na viongozi wao. Lakini rafiki yangu anaitwa Tagato, yeye amesema andiko limejaa busara na akili ya mwanamichezo mbobevu, lakini chini yake amekutana na upinzani wa watu wengi sana. So haya ilikuwa ni maneno yake. Lakini muda si mrefu nimeona Ahmed Ali kupitia ukurasa wake wa Instagram, yeye pia ameandika kitu kingine cha kutia naksha. Anasema nyuma mwiko wanatafuta mtu asiyekuwa na haya awatangazie kuwa wanacheza. Wote wameshindwa kujitokeza hadharani kwa mbwembo walizozifanya kuwa hawachezi. Wanajiuliza wanaanzaje na wanatokaje? Walichoamua ni kuanza mazoezi kisirisiri. Sasa hiki ndicho alichokisema. So Simba wao wanaamini Young Africans anawategea mtego na hiyo mechi lazima watacheza. Bana, ni hayo tu ambayo mimi nimekuandalia kwa leo, na naendelea kukutafutia taarifa. Kila kitakachokiendelea nitakuwa ninakufahamisha. Hakika watacheza ama hawachezi, taarifa kamili utaipata hapa. Asante and bye bye.